بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، katika darsa المنظومة الفقهية منظومة القواعد الفقهية العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى, tulifikia katika ubeti 22 ambao leo biidhnillah taala tutajaribu kusoma pamoja na ubeti wa 23. qala rahimahullah taala: wal aslu fi aadatina al ibaha hatta yajia sarifu al ibaha wa laysa mashru'an min al umuri ghayru alladhi fi shar'ina madhkuri. Biidhnillah taala leo tutajaribu kukaa hizi beti mbili, ingawa maelezo yake ni marefu, lakini tutajaribu insha Allah taala kueleza kwa kadri ambavyo Allah subhanahu wa ta'ala atatuwezesha. Katika sharh ya Imam As-Sa'di rahimahullah ta'ala na ta'liqat zake asema: wa hadhani al-aslani dhakarahuma Sheikh al-Islam rahimahullah ta'ala fi kutubihi. Asli au misingi haya miwili ameyataja Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika vitabu vyake. Alaykum salam. Wa dhakara anna al-asla alladhi bana alayhi al-Imam Ahmad madhhabahu anna al-asla fi al-'adat al-ibahatu fala yahrumu minha illa ma warada tahrimuhu. Na akataja kuwa al-Imam Ahmad amejengea madhehebu yake katika msingi wa kuwa asli katika mambo ya ada ni kuwa ni mubah, isipokuwa ikija dalili ya kuharamisha. Ikija dalili ya kuharamisha lile jambo litakuwa ni haramu. Wa anna al-asla fi al-ibadat al-hadru فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أصل katika ibada ni mtu kujizuia kuifanya ile ibada mpaka sheria ije iamrishe ibada, ndio muislamu atakikana aifanye. Na haya ni mambo muhimu mawili au misingi miwili muhimu ambayo ni wajibu kwa kila muislamu kufahamu kuwa asli katika mambo ya ada ni mubah mpaka ije dalili ya kuharamisha. Ama asli katika ibada ni kuwa ni haramu mtu kuifanya ibada mpaka ije dalili ije imwamrishe kuwa hii ni ibada, dalili ieleze kuwa hii ni ibada, ndio yajuzu kwa mtu kuifanya. Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala katika kuieleza hii qaida sema: بين في هذه القاعدة أن الأصل في الأشياء عموما الحل بخلاف العبادات، فالأصل فيها المنع إلا إذا أذن بها الشرع. hapa abainisha katika msingi huu kuwa asli katika vitu umuman, vitu vinavyoonekana, chakula, mavazi na vinginevyo, asli katika haya mambo ya ada ni kuwa hakuna mtu yuwakatazwa, haukatazwi kula unachokitaka maadamu ni halali, asili yake ni mubah, isipokuwa ikija dalili ikasema kuwa chakula fulani kwa mfano ni haramu, katika hali kama hiyo itakuwa haramu kutumia, lakini asili ni kuwa yajuzu. Kwa mfano sukuma wiki ama kabeji, ama kwa mfano mtu akakwambia spinach, ni mboga aina mbalimbali. Hizi mboga hazikutajwa katika Qur'an na Sunna, lakini kwa nini watu wala? Kwa sababu asili ni halal, haina tatizo lolote. Ikija dalili kisema kuwa sasa hii ni haram, hapo ndio tutakomeka na tutawacha kutumia, lakini maadamu haija kuja dalili yabakia kuwa nini? Ni mubah. Ama asema bikhilafi al-ibadat, kinyume na ibada, فالأصل فيها المنع,
asl katika ibada ni kuwa mtu azuiliwa asifanye ibada illa idha adhina biha shar'u, isipokuwa sheria Mtume sallallahu alaihi wasallam kabla yake Allah subhanahu wa ta'ala akiamrisha, akiruhusu, ndio ile ibada watu wataifanya. العادات الأصل فيها الحل، فإذا فعل الناس شيئا على وجه العادة فإنه لا ينكر عليهم إلا إذا قام الدليل على أن هذه العادة محرمة فتمنع. أصل katika vitu ambavyo watu hufanya kwa njia ya ada ni kuwa hakuna mtu yuwakatazwa wala kukemewa kufanya jambo kama hilo au kutumia kitu kama hicho, isipokuja ikisimama dalili kuwa ada kama hii, jambo kama hili ni haramu, katika hali kama hiyo litazuiliwa. Famathalan idha i'tada an-nasu tirazan muayyanan min al-bina, kwa mfano watu wamezoea kujenga mfumo fulani katika mijengo, wamezoea kujenga njia fulani katika majengo yao, au tirazan muayyanan min athiyab, au wamezoea kuvaa aina fulani ya nguo. Sote tufahamu kuwa kila nchi kuna nguo fulani yajulikana nazo takriban. Mtu kutoka Nigeria akivaa utajua huyo kutoka Nigeria, anayetoka Ghana ajulikana huyo kutoka Ghana, anayetoka Yemen ajulikana huyu vazi lake alivyovaa huyo kutoka Yemen, wa hakadha. Kuna mavazi ambayo katika sehemu fulani yamezoeleka watu kuvaa namna hiyo. Fal aslu fihi al-hil, asl katika vyote hivi ni kuwa ni halali, haina tatizo lolote mtu kuvaa vile anavyovaa, hata yakuma ad-dalilu ala al-man'i, mpaka ije dalili ikataze. والمنع قد يكون بالأوصاف وقد يكون بالأعيان، na makatazo yaweza kuja kwa sifa fulani, kuwa vazi kwa mfano la sifa fulani halijuzu kuvaa, na pia yaweza kuja kwa ayan, kuwa vazi linalotengezwa na kitu fulani haijuzu kuvaa. falhariru muharramun bi'ainihi, silk kwa mfano hariri imekatazwa kuvaa kwa kuwa kile kitu kinachotumika kutengezea ile nguo ambayo ni harir kimeharamishwa kisheria kwa mwanamume kuvaa. wathawbu nazilu anil ka'baini muharramun biwasfihi, na nguo ambayo imeshuka chini ya macho mawili imeharamishwa kisheria kwa sababu ya sifa yake, si kwa sababu ya kile kitambara kinachotumika. Kitambara chaweza kuwa ni halali, lakini ile nguo ikiwa na sifa ya kushuka mpaka chini ya majicho mawili, moja kwa moja itakuwa kwa sifa hii nguo kuivaa itakuwa nini? Ni haramu, na anayevaa nguo kama ile atapata dhambi. Lakini asili ya kile kitambara ikiwa kwa mfano atakata aweke juu ya macho mawili ya miguu, itakuwa ni halali, haina tatizo lolote. Tumeelewana sio? Kwa hiyo yaweza kuwa haramu kwa ayan, kwa kile kinachotumika pale kutengeza ile nguo ni haramu, ikawa ni haramu, kama tukatoa mfano harir kwa mwanamume. Na yaweza kuwa kwa sifa, kama sifa ya nguo ambayo ni isbal, imeshuka chini ya majicho mawili, katika hali kama hii itakuwa ni haram kwa ajili ya sifa, si kwa ajili ya kile kitambara, kwa ajili ya sifa ya lile vazi. Idhan al-aslu fil ashya'i kullaha madha? al-a'yan والمنافع والأعمال وغيرها، الأصل فيها أنها ماذا؟ حلال لا إثم فيها. أصل katika vyote hivi ni halal. Kazi watu wanazifanya, manufaa wanayoyapata ya kidunia, asl katika a'yan, vitu hivi ni halali mpaka ije dalili iseme kuwa ni haramu. لو قال قائل الأصل في الأشياء التحريم، لماذا؟ قال لأن الملك ملك الله عز وجل ولا يجوز أن نتصرف في ملك الغير إلا بإذنه، فأين الدليل على أن الأصل الحل؟ mtu aweza kusema la, bali asli ni haramu kufanya chochote mpaka ije dalili. Kwa nini? Kwa sababu ni ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala, hatuwezi sisi kutasarraf ndani ya ufalme wa Allah isipokuwa kwa idhini ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. طيب muna dalili gani ya kueleza kuwa asli ni halali? فالجواب
صحيح أن الملك ملك الله عز وجل أتكتاي وفلمن وكيه الله سبحانه وتعالى ولا نتصرف بشيء من ملكه إلا بإذنه سبحانه وتعالى نسيسي تتصرف katika ufalme wake Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa kwa idhni yake lakini huwa alladhi adhina lana ni yeye ndiye aliyetupa idhni katika haya tunayoyasema qala Allah ta'ala huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a Allah amewaumbieni nyinyi vyote vilivyoko juu ya ardhi amewaumbieni nyinyi wanadamu nyinyi viumbe wake amewaumbieni na hapa akasema huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi hi ma ism mawsulun lil umum imeenea vitu vyote waakada biqawlihi jami'an akatilia mkazo kuwa vyote ameumbia nani wanadamu وقال عز وجل وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه kwa hivyo vyote vilivyoko mbinguni na ardhini amevidhalilisha kwa ajili yenu ay dhallala lana ma fi السماوات والأرض فالشمس مذللة لمصالحنا jua limedhalilishwa kwa ajili ya maslahi yetu sisi والقمر والنجوم والسحاب والرياح كلها مذللة لمصالحنا vyote jua mwezi upepo mawingu nyota subhanallah Allah amemneemesha huyu mwanadamu kwa kila aina ya neema lakini ni wachache katika wanadamu wanaoshukuru tizama mpaka nyota namna zilivyopangwa Allah amezipanga kwa maslahi ya nani ya viumbe wake mawingu kwa maslahi ya viumbe wake akileta mvua kwa maslahi ya viumbe wake mwezi kwa maslahi ya viumbe wake jua kwa maslahi ya viumbe wake walillahi alhamd biidhnillahi azza wa jalla vyote hivi وقال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه الله ashutubainishia yale ya haram ametueleza zile ambazo ni haram au yale ambayo ni haram فنحن لم نقل إن الأصل الحل إلا بعد أن علمنا إذن ربنا بذلك kwa hivyo sisi hatukusema kuwa asl ni halali isipokuwa baada ya kupewa idhni na nani na Allah subhanahu wa ta'ala طيب فإن قال قائل أليس الله يقول قل الله أذن لكم أم على الله تفترون الله ndiye aliyowapa idhini ya hayo ama mnamzulia قلنا بلى ni kweli Allah amesema lakini hadha fi sharia hii ni katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala haithu kanu yuhilluna ma sha'u wa yuharrimun walikuwa watu wa jahiliya wakihalalisha wanachokitaka na wakiharamisha wanachokitaka قال الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله kwa hivyo katika dini na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala hatuna ruhusa sisi ya kuhalalisha tunachokitaka na kuharamisha tunachokitaka lakini asili katika vitu ambavyo tuviona katika hii ardhi ni kuwa ni halali طيب فالعادات pengine tukizungumzia na kutilia mkazo yale tuliyosema أن الأصل في العادات الإباحة أن الأصل يرحمك الله في العادات الإباحة فلا يمنع منها إلا ما حرمه الله ورسوله أصل كتك عادة نكون مباح kwa hivyo hatuwezi kumkataza yeyote katika ada ambazo zimezoeleka katika mavazi katika kula huwezi kuja wewe ukapurupuka kwa sababu biriani kula haramu kwa kuwa watu wa Mombasa wamezoea kula hivyo ama pilau kula haramu kwa dalili gani we haramu itabidi uharamishe kwa dalili si kwa kutumia hawa ya nafsi yako kwa sababu asli nini ni halali na hakuna dalili waache watu wabakie katika ada yao chakula hiki nchi nyingine hawajawahi kukiona sio lakini wala hawali wala طيب wachina wale kule kwa wale wasiokuwa na dini atazungumzia waislamu katika wao kwa kuta joka kubwa la chomwa lazungushwa kama vile kuku wanavyozungushwa joka zinga la joka kubwa kabisa lazungushwa akamwambia lakini sisi twala haina neno tusema ni haram kwa sababu sheria imeharamisha kwa sababu ni khabith
ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. Kwa hivyo huyu ni haramu kula. Hata kama nyinyi mmezoea mkasema ada yetu sisi twala nyoka, kasema ni haramu kwa sababu sheria imekataza hili jambo. Sio, inaeleweka hapa? Naam. Lakini aslan ilikuwa kila kinacholiwa nini ni halali, mpaka ilipokuja sheria ikafanya nini, ikaharamisha. Al-adat, tukizungumza ada pengine mtu asielewe adat nini. Hiya isti'malu ma khalaqahu Allah li'ibadihi, ni kutumia vile ambavyo Allah amewaumbia waja wake. Naomba hii darasa muisikize vizuri, sababu hapa kuna mtego wa makhurafi sana wauweka katika msingi huu. Ukiuelewa ule mtego wao ushaubwatua. Sababu makhurafi wasema al-aslu fil ashya al-ibaha, ili wakusudia nini, bid'a zao. Sasa kwa yule mtu ambaye hatanabahi asema lakini hii ni qaida na ina dalili, lakini qaida yasema al-aslu fil ashya si fil ibada. Asl katika vitu si katika ibada. Mnifahamu nazungumza nini? Tutazungumzia katika asl katika ibada biidhnillah ta'ala kwa ukina sana, lakini kwa sasa tuje hapa. طيب العادات عادة نيني هي استعمال ما خلقه الله لعباده من المآكل والمشارب والمركب والمساكن والصنائع والحرف والمخترعات والمعاملات، كلها مباحة جائزة إلا ما حرمه الله ورسوله من الأشياء التي يرجع ضرر استعمالها إلى الأديان أو الأبدان أو الأعراض أو الأنساب أو الأموال. طيب عادة ni kutumia vile alivyoviumba Allah subhanahu wa ta'ala kwa ajili ya waja wake, katika vyakula, vinywaji. Watu wana vinywaji vya kila aina, yule yuanywa maji ya ukwaju, yule yuanywa maji ya kawaida, mwingine amezoea yuanywa passion, mwingine amezoea yuanywa yani matunda fulani kadha. Haya yote ni halali, hakuna mtu aliharamisha. Taib, na mwenye kunywa pombe aseme kwetu sisi tumezoea kitopiga mtindi, tumezoea kunywa pombe khamr, tutamwambia huyu kuwa hiki kitendo unachokifanya cha kunywa khamr nini ni haram. Kwa nini? Sababu tuna dalili, innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azab rijsun min amali shaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kwa kuwa tuna dalili. Taib, yule kwambia na maji ya ukwaju amwambia haram bwana. Kwa dalili gani maji ya ukwaju haramu? Ikiwa huna dalili yabakia kuwa nini ni halali. Walmarkabi, na vipando, atumia gari, yule yupeleka gari kadha, yule apeleka gari kadha, yule mwingine apanda punda, mwingine apanda ngamia, kila mmoja na kipando chake yupanda. Marakib yote haya ni halali. Huwezi ukamwambia mtu gari la aina fulani ni haramu kupanda. Kwa dalili gani? Utaulizwa wewe, sababu asili yake nini ni mubaha. Walmasakin, na majumba, wasanai' walhiraf. Na sanai' ni kule kutengeza aina ya vitu mbalimbali, kama watu kuwa na masani' sehemu za kutengeza vitu halali, haina tatizo lolote. Ama kazi fulani, useremala ama umakaniki, mtu akawa amezoea kufanya kazi ile, zote hizi ni kazi ambazo ni halali. Walmukhtaraat, na mambo wanaoyavumbua watu, kuvumbua ndege, kuvumbua kadha. Utawakuta watu wa bid'a wakiwahofisha watu wa sunna, wale ambao maskini bado hajafahamu sunna. Mtaka hivyo hivyo bid'a, watu wavumbua ndege kule, na wewe pia vumbua ndege, usivumbue katika dini. Watu wavumbua ndege kule, wavumbua magari, wavumbua silaha, wewe unkao ukivumbua katika dini tu. Vumbua hivi vingine, hakuna tatizo lolote. Usituvumbulie katika dini, kwa sababu dini ishakamilika. Ama usikawe katika dini ukaanza kuvumbua, la. Ama ukivumbua katika dunia, wallahi hakuna mtu atakukataza. Vumbua utakavyo. Kesho watu wakuone watembea juu ya hewa hivi na mashini fulani. Kama una drone yako ile, kukiwa na jamming, wewe waruka wapanda juu ya drone yako, umekaa wewe wanua chai, watu waongojea jamming, wewe wapita. Na atakukataza? Mashaallah, hiyo ni teknoloji kubwa sana.
hakuna neno, endelea hivyo hivyo, haukatazwa. Lakini ukituzulia katika dini utasema hii ni makosa. Walmuamalat, miamala pia wanaoyafanya watu baina yao, kulluha mubaha, yote haya ni mubaha, yajuzu kuyafanya, isipokuwa kile alichokiharamisha Allah subhanahu wa ta'ala na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, katika vitu ambavyo madhara yake yarejea kwa yule anayetumia katika dini yake, katika kiwiliwili chake, katika heshima yake, katika nasaba, katika mali yake. Hivi vimeharamishwa. وهذا أصل عظيم يدل على ما في الإسلام من سماحة وساعة وحركة. نهون msingi adhim ambao ni dalili ya kuonyesha kuwa Uislamu ni dini ina ukunjufu mkubwa sana ndani yake, ina ukunjufu mkubwa sana, si kama baadhi ya dini ambazo hukataza wafuasi wao katika dini hizo mambo ambayo Allah amewahalalishia. Ukakuta baadhi ya dini haruhusiwi mtu kula nyama, yanka tu kuanzia azaliwe mpaka iwafa, maskini hajaonja nyama, kisha yenda motoni. Baada ya yote hayo yenda motoni, adhabu hapa duniani. Yamekaa tu yala mboga sawa, na nyama pia kula, kuharamishiwa ni halali, lakini hatumii kabisa nyama ile, hata harufu yake pia hataki kusikia. Ingawa wako wale werevu siku hizi hawakubali, wale werevu katika wafuasi wa dini kama hizi za ajabu huwa hawakubali. Kuna mzee mmoja nakumbuka alikuwa na duka mahali, tukienda kununua vitu, alikuwa akiniona, Abdalla, nini nataka nyama sungura, tena zungumza Kiswahili bwana safi kabisa. Namwambia si nyinyi mkatazwa kula nyama, asema warongo wale, mimi nala hivi hivi. Yani wajua wazi kwa hii dini yetu hapa ni uongo mtupu, wafahamu. Lakini Uislamu alhamdulillah ni dini ambayo yaenda na maumbile ya mwanadamu, haikumkataza kitu ambacho ni kizuri kwake. Kile kilichokatazwa juu ndani yake kuna nini? Kuna madhara makubwa sana, ndio dini kakataza. Kwa hivyo ndio kasema kama hizi baadhi ya dini ambazo haramisha vitu ambavyo ni halali kwa mwanadamu kutumia, dini kama hizi zaleta uzito na kumzuia mwanadamu kutokana na vitu ambavyo vina maslaha na yeye. فالأصل في العقود والمعاملات والمقاولات والاتفاقيات وغيرها الأصل فيها الحل ما لم تشتمل على مفسدة. أصل katika miamala aina yote, mikataba, makubaliano baina ya watu, asli yake ni mubaha, isipokuwa ikiwa ndani yake kutakuwa na nini? Na mafsada, na jambo litakaloleta uharibifu, ndio huwa ni haramu. Na katika mafasid ya hizi uqud ya makubaliano katika mabiashara nini, mara nyingi yarejea katika mambo matatu. Riba, imma ndani yake kuna riba, walgharar, kuna udanganyifu ndani yake, walmaisir, ama kamari. Moja katika haya kiingia katika ule muamala wa kibiashara ama aqdi ya kibiashara, moja kwa moja ile itakuwa nini? Ni haramu, kwa sababu ya kuingia mambo ambayo yana madhara kwa yule anayefanya biashara kama hiyo. طيب adilla ambazo zatilia nguvu msingi huu tumezitaja, tukataja aya huwa alladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a, na pia kuna dalili qul man harrama zinata allahi allati akhraja liibadihi wat-tayyibati min ar-rizq. Si haram, ni halal. Nani aliharamisha hivi? na Allah amewaambia waja wake. Hadha ma yataallaqu bil adat, haya tulizungumza vifungamana na mambo ya ada. Al-adatu idha jaa an-nassu ala tahrimiha min Allah azza wa jalla au min nabii sallallahu alayhi wasallam fahiya muharrama. Kija nas kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala ama mtume wake sallallahu alayhi wasallam juu ya uharamu wake, basi hapo ndio itakuwa nini? Ni haramu. Law i'tada insanun an yanama ala batnihi mathalan, mtu amezoea kulala kitumbo hivi kwa tumbo lake, wasemaje? Kifudifudi vile mnavyoita Kiswahili, ala akiwa amelalia tumbo lake.
يقال له هذه نومة يبغضها الله. kulala namna hii Allah yuachukia mtu kulala akiwa ameegemea milalia tumbo lake kama ilivyothubutu. وقد نهى عنها رسوله صلى الله عليه وسلم, na mtume صلى الله عليه وسلم amekataza. فلا يقال إنه قد اعتاد ذلك وهذه عادته, hatutosema pako au bwana amezoea hivi, hii ndio ada yake ya kulala. فإذا كانت العادة محظورة في الكتاب أو في السنة أو كانت هذه العادة محرمة لا لذاتها بنص وإنما طرأ عليها ما يجعلها محرمة, ikiwa ada itakuwa anayefanya mtu imekatazwa katika Qur'an na Sunna, au ikawa ile ada ni muharrama si katika dhati yake kwa nas, lakini kumeingia kile kilichojalia kile kitu kikawa ni muharrama, itakuwa nini? Ni muharrama. katashabbuhi bil yahudi wan nasara, katashabbuhi bil mushrikin. فإن الإنسان قد يتخذ لنفسه هيئة معينة في لبسه أو في شعره ويقول هذه عادة, كما مسألة يكجفنانيشا نما يهودي نما نصارى, أو كما كجفنانيشا na washirikina. Mtu aweza kujichukulia nafsi yake sifa maalum, kwa mfano namna anavyovaa na namna anavyochana nywele zake au anavyonyoa nywele zake, kisha sema hii ni ada yangu, mimi nimezoea hivi. حتى لو اعتادها المجتمع كله فإنهم يكونون آثمين, hata ikiwa mujtamaa wote umezoea ada kama hii, itakuwa wote wapata dhambi. Kwa nini? Kwa sababu gani? Hii ni kujifananisha na mayahudi na manasara na washirikina. idha i'tadu ma yatashabbahuna bihi almushrikin kama waqa'a fi kathiri min manahi alhayah, katika mambo mengi leo utaona watu wamewaiga wasiokuwa waislamu. Hatuwezi kusema kwa kuwa imezoeleka watu kuvaa tai mpaka maprofesa katika jamiat za Kiislamu wavaa tai, tuseme kuwa ni halali kuvaa tai. Hii itabakia vile vile kuwa nini? Ni haram. Tabakia vile vile kuwa ni haram kama walivyotoa fatwa wanaovioni, kwa sababu hili ni jambo ambalo hulifanya wasiokuwa sisi, na anayefanya hivi atakuwa amejifananisha na wao. Hawezi kusema kwa kuwa lakini sote tumezoea hili jambo na halionekani kuwa ni kujifananisha na wao, bali ni kitu kimezoeleka. La, itabakia hukumu yake kuwa nini? Muharram. Nimeeleweka sio? Tayeb. Kwa hivyo ada kama hizi, ikiwa watu watakuwa ni wenye kujizoesha na ndani yake mna kujifananisha na makafiri, wataambiwa hadha la yajuz, hadha mimma harramahu Allah azza wa jalla, لأن الله حرم علينا أن نتشبه بالكافرين المشركين. الله ametukataza kujifananisha na makafiri na washirikina, na kalibainisha hilo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ambazo ziko wazi kabisa. طيب, imeeleweka ada kwa asli katika ada ni mubah mpaka ije dalili iseme kwa nini ni haram. Lakini al-aslu fi al-ibada, ili nafikiri nitalizungumzia katika vikao viwili, kwa sababu kuna mambo muhimu sana nataka niyabainishe katika masala ya ibada. Tutajaribu kuondoa shubuhat ambazo huzieneza sana ahlul bid'ah katika kuieleza hii asl. Katika kuieleza hii asl biidhnillah ta'ala tutajaribu kutatarrak katika baadhi ya shubha ambazo zinatutaja misingi mingi ambayo yatatusaidia katika kufahamu bid'a biidhnillah ta'ala katika kikao kitakachokuja idha ahyana Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr wallahu ta'ala a'lam. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علما وأن ينفعنا بما علمنا ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم.